Tanzania. Kama kuna sehemu labda Mheshimiwa Rais alimesa alisahau kwamba kuna fedha alitoa mwanzoni, yeye atakumbushwa na wasaidizi wake. Halafu Yanga watafuata, wataambia bwana, kumbe tuliwapa hela kipindi fulani, rudisheni nini? Hii fedha nyingine irudisheni. Lakini inawezekana pia akawapa kama pongezi pia vile vile. Sio dhambi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ile fedha ni fedha ambayo imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Ahmed Ally hapaswi kuizungumzia kwa namna yoyote, iwe Yanga wamezidishiwa, iwe wamepunguziwa. Ile ni fedha ambayo haimhusu, lakini pia swala kama lile haliingii kwenye utani wao wa jadi. Haliingii kwenye utani wao wa Simba na Yanga. Lile ni jambo serious, linahusisha fedha, na hiyo fedha pia haijatolewa na mtu yoyote wa Simba. Ni fedha ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapenzi yake. Sasa whether amewazidishia Yanga ama amewapunguzia Yanga, hilo halimhusu. Yeye hakupaswa hata kulizungumzia kwa namna yoyote. Sasa hilo sasa Ahmed alipaswa kutusikiliza sisi wachambuzi tukilichambua hilo jambo. Sio yeye, kwa sababu yeye ni kiongozi wa Simba. Tuseme mfano ile pesa ingezidishwa kwa Simba, angeandika? Asingeandika. Unajua kwa nini asingeandika? Kwa sababu inahusu timu yake. Ila kwa sababu inahusu timu nyingine inamkereketa, anataka aandike tu, ndo maana ameandika. Sasa ile sio, ndo maana tunasema sisi waandishi tunafuata zile ethics za uandishi wa habari tunavyoandika na kuzungumza. Sawa? Yeye pia kama kiongozi wa Simba anapaswa kufuata zile ethics za uongozi, kwamba utani lazima uwe na mipaka. Sio kila kitu ukiwekea utani. Ni kweli Simba na Yanga ni watani wa jadi, lakini sio kila kitu wanapaswa kutaniana. Kuna vitu hawapaswi kutaniana. Umeelewa vizuri kwa hiyo kwangu kwenye lile andiko la Ahmed Ally, kwangu wamekosea, kwa sababu lile ni jambo ambalo halimhusu yeye, halihusu Simba na wala halihusishi utani wao wa jadi. Tukiwa tunaelekea katika dabi ya Kariakoo, bado kidogo, lakini mpaka sasa hivi kosi ilipofika, unaona nani kidogo kiwango chake kimeboreka kati ya Simba na Yanga? Of course Yanga ana kikosi bora zaidi na ameimarika zaidi kuliko Simba, by the way, na no doubt tunaiona Simba na namna ambavyo Simba inacheza, tunaiona namna ambavyo Yanga inacheza. Yanga ni timu hatari sana, yani Yanga ni timu hatari mno. Yani ukifanya mistake kidogo wanaweza kukuaibisha, na of course tarehe 3 sio mbali tarehe 3 Mei sio mbali. Ile flow ambayo nimeiona ya Yanga ya juzi kwenye hizo game za juzi, kuanzia ile mechi yao dhidi ya Prison, ikaja mechi yao hii hapa dhidi ya Mbeya City, na game kadhaa ambazo wamecheza hapa katikati tangu amekuja Molin. Ile flow ni hatari mno. Unamwona Okelo alivyobadilika Umeona ndani ya kipindi kifupi kahusika kwenye mabao 8, kafunga mawili, ka assist mara 6. Ule moto wake sio wa kitoto. Na watu wanaosema kwamba Simba nao pia imeimarika. Hujamwona Lebase Gwe? Kaka, wewe mchezaji anacheza mechi 10 ndo afunge bao 2 Sasa hivi Lebase amecheza mechi 13. Sio? Amefunga mabao 3. Hana hata assist moja. Okelo kacheza mechi 13, sio? Kafunga mabao 2, ka assist mara 6. Nani mchezaji hatari hapa? Okelo ndo mchezaji hatari. Sasa chana kina Lebase au kina Oura. Yaani Simba hao wachezaji wake ni wazuri ndio, lakini hawana uwezo wa kuimpact game. Yaani sio wachezaji hatari kwenye mchezo. Umeelewa? Yaani ni wachezaji fulani tu ambao wapo wanaweza kuwa sehemu ya wachezaji wasumbufu kwenye timu, ila sio wachezaji ambao wana uwezo wa kuimpact mchezo. Sio wachezaji ambao wana uwezo wa kumfanya mpinzani aanze kufikiria namna gani atawakaba, au goalkeeper aanze kufikiria namna gani ataondoa michomo yao. Mimi kwangu Lebase Gaye au kina Anset Oura ni wachezaji tu ambao wamekuja tu kuongeza nguvu pale Simba, lakini bado sio wachezaji tishio sana mbele, kwa sababu Oura nadhani amefunga mabao 2 kwenye michezo 13. Sio? Ukiondoa ile mechi ya kimataifa ambayo alifunga bao 1, yani kwenye mechi za ndani kwenye hii mechi za ligi amefunga mabao 2. Kwa bado sio mchezaji ambaye unaweza kusema ni mchezaji tishio kwenye lango la timu pinzani. Mimi sijaona tofauti yao na kina Chobwedo, ambao pia ukiwatazama kwenye kufunga mabao hawafungi mabao, ila kuwachachafa wapinzani ni hatari. Atakimbia na mpira hapa, atawapiga chenga watu hata 3 4, lakini final decision ni 0. Au ndio wachezaji ambao wapo Simba. Kwa hiyo kama utapima kwa hao mawinga, bado mawinga wa Simba namba zao ziko chini zaidi kuliko mawinga wa Young Africans. Lakini ukitazama team collectively, namna ambavyo inatengeneza nafasi na kufunga mabao, Yanga inafunga mabao mengi kuliko Simba Sports Club.
lakini pia Yanga pia imeconcede mabao machache zaidi kwenye ligi, imeconcede mabao 3 pekee, ndio timu ambayo imeruhusu mabao machache zaidi. So Yanga ni timu hatari kwenye kila eneo, ni timu hatari kwenye kushambulia, ni timu hatari pia kwenye kujilinda. Basi nikushukuru sana. Asante sana.